nikiri kwa haya kuwa wewe ni Mungu mkuu sana, kwanza una neema sana. Shangilia Yesu kwa makofi. Nasema na hawa wa hapa, shangilia Yesu kwa makofi. Sijui ninyi hapa kama mnaelewa ninachokisema. Kama mnaelewa, shangilia Yesu kwa makofi. Haya, hapa wote muungane mshangilie Yesu kwa makofi na vigeregere. Nisikilize mtu wa Mungu. Sifa ya kuchaguliwa ukiipoteza, aliyekuchagua anaweza kukuacha pembeni. Nisikilize, sifa ya kuchaguliwa ukiipoteza, aliyekuchagua anaweza kukuweka pembeni, na baada ya kukuweka pembeni akachagua mwingine akaja mahali ulipokuwa. Hii ni kweli wa baba, hii ni kweli. Sijui wa baba kama mnaelewa ninachokisema. Bwana Yesu asifiwe. Kama Yesu ametuchagua halafu akatuweka, halafu akasema tuzae, lazima tuwe makini. Lazima tuwe makini. Sasa naposema lengo ni kutengeneza ufalme wake, na kama tumejua tumechaguliwa ili tuimarishe ufalme, lazima tutangaze uzuri wake, tutangaze upendo wake, tutangaze uponyaji wake, tutangaze ulinzi wake, tutangaze kwa mataifa yote kwamba hayuko anayefanana na Yesu. Yesu amepita wote. Amepita wote. Amepita wote. Ni vizuri kujiimarisha. Yesu asifiwe. Wababa, kama mpofanya mkono wako namna hii, unapokuwa umeyatambua haya, ni vizuri kujiimarisha katika ufalme wa Yesu. Usifanye mambo kwa regerege, usifanye mambo kwa uvivu. Kama siyejitambua, ukikutana na siyejitambua hafai. Mtu asiyejitambua anafanya mambo kwa hovyo, lakini mtu anayejitambua anasimamia kila anachokifanya ipasavyo. Sema amina yenye afya. Sema amina yenye afya. Ni hivi, nisikilize mtu wa Mungu. Yesu baada ya kutuchagua, lazima nyuma yake tuangalie tunafanya nini, na kwa wakati huo ambao ameturuhusu tunafanyaje. Kwa hiyo lazima tumpende, tumpende na kumsema asema, tumpende na kumsema asema. Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ni muhimu kuwa watu wakamilifu na kuwa watu watimilifu. Maisha yetu ya Kikristo yanatakiwa yawe thabiti kulingana na kile tunachokiri tunapomwabudu Mungu wetu. Hiyo pointi iandike kama unaandika. Maisha yetu ya Kikristo yanatakiwa yawe thabiti kulingana na kile tunachokiri tunapomwabudu Mungu wetu. Narudia, maisha yetu
yanatakiwa, yani maisha yetu ya Kikristo yanatakiwa yawe thabiti kulingana na kile tunachokiri tunapokuwa tunamwabudu huyu Mungu wetu. Maisha thabiti, maisha thabiti. Lazima mtu wa Mungu uwe thabiti katika imani. Unaposikia mwenye haki wangu ataishi kwa imani, lazima uwe thabiti katika imani. Usiwe regerege, usiwe mbovu, usiwe mtu unayejitoa akili kwa kupoteza taratibu unazoziamini halafu ukafikiri uko sawa. Ukipoteza taratibu ambazo unaziamini, maana yake unaishi lakini umeharibika. Umeharibika kwa sababu huna maisha thabiti. Wewe umeharibika. 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 Ni kosa kuishi umeharibika. Hii ndio sababu Yesu alipoona watu wameharibika akatoka mbinguni. Biblia inasema, Bwana Yesu asifiwe. Kuna jirani yako anasinzia, mwambie asisinzie. Mwambie asisinzie jirani yako. Bwana Yesu asifiwe. Yesu akatumwa na Baba baada ya kuona watu wameharibika, njia zao zimeharibika, matendo yao yameharibika, kazi zao zimeharibika, maisha yao hayajulikani. Mungu akamtuma Yesu katika upendo wake ili kila mwamini asipotee. Kila mwamini asipotee. Kwa hiyo unaweza ukapotea kwa sababu umechaguliwa ukakataa kuchaguliwa. Umepewa maelekezo ukayakataa maelekezo, unaweza ukapotea. Lakini bado upendo wa Mungu unaita wasomi kwa wasiosoma, wafanya kazi kwa wasiofanya kazi, wenye uwezo kwa wasio na uwezo. Upendo wa Mungu bado unaendelea kuita. Hebu tusome katika Yakobo sura ya 3. Yakobo 3 mstari wa 9 mpaka 11. Yakobo sura ya 3 mstari wa 9 mpaka wa 11. Biblia inasema, kwa huo twamuhimidi Mungu Baba yetu, na kwa huo twawalaani wanadamu waliofanywa kwa mfano wa Mungu. Katika kinywa kile kile hutoka baraka na laana. Ndugu zangu, haifai mambo hayo kuwa hivyo. Je, chemichemi katika jicho moja hutoa maji matamu na maji machungu? Yesu asifiwe. Umeona mtu wa Mungu, kuna viungo ambavyo Mungu amevitoa kwa ajili ya kutangaza fadhila zake. Sasa Mungu anapokuwa ametugeuza na kutubadilisha, anahitaji tubadilike, tusiwe na kumbukumbu ya mambo ya kale ndani ya maisha yetu. Hii ndio sababu kila mtu amchaye Mungu, Mungu anahitaji awe mtu wa baraka. Maana Yesu anapotugeuza kututoa kwenye sifa za laana, anatufanya kuwa taifa lake lililobarikiwa. Kwa hiyo lazima tuwe na uzingativu katika vinywa vyetu, katika maneno yetu na katika matendo yetu. Bwana Yesu asifiwe. Ili tuwe
na sura moja inayotoka kwake. Bwana Yesu asifiwe. Kusiwe na vimvuli vya kugeuka geuka. Hii ndio sababu anazungumza habari ya chemichemi moja, kwamba je, inaweza ikatoa maji machungu na maji matamu vyote vikatoka kwenye sehemu moja? Inawezekana? Inawezekana? Jamani, inawezekana? Sasa ni vizuri kujipambanua hiyo chemichemi inayotoka ndani yako, kwa sababu Yesu akasema wale wamwaminio, chemichemi ya mito ya maji yaliyo hai itabubujika ndani yao. Sasa hiyo chemichemi inayobubujika ni ya kumheshimu Mungu, inayotoka ndani ya moyo wako, ni ya kumtii Mungu inayotoka ndani yako, ni ya kumnyenyekea Mungu inayotoka ndani yako. Lazima ujipambanue. Labda kama umekwisha ahirisha safari na Yesu, hapo ni sawa, lakini kama safari yako ni pamoja na Yesu, lazima chemichemi inayotokea ndani yako iwe maji matamu, yasiwe maji ya mauti, yasiwe maji ya mauti. Maana maji ya mauti ni yale yanayomtenganisha mtu na habari njema. Hayo ni maji ya mauti, maana mshahara wa dhambi ni mauti. Kila kinachokinzana na sheria ya Mungu kinazaa mauti. Ndio sababu tunatakiwa kupambanua. Ndio sababu tunatakiwa kufanyaje? Kupambanua kama waamini wa Agano Jipya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu Agano la Kale kulikuwa na sheria kwamba watu kama wamekubaliana na wamepatana, basi hiyo ni sheria. Atakayekengeuka inalazimika ndugu zake wa karibu ndio wampige mawe mpaka kufa. Jicho la Mungu likiwaangalia wampige bila huruma. Jicho la Mungu likiangalia wale ndugu zake wa karibu ili kuondoa uovu. Sasa wewe unaishije? Au umeshatekwa na chemichemi ya maji machungu, chemichemi ya maji ya mauti, chemichemi sio tii, chemichemi sio na haki, chemichemi sio na uaminifu, chemichemi sio na kweli, chemichemi sio vumilia, chemichemi sio na msimamo. Sivyo alivyotuchagua Yesu. Yesu anataka tuonyeshe nguvu ya upendo wetu kwake katika siku ambazo ametuweka. Amina. Ni muhimu sana mtu wa Mungu kuwa makini kutengeneza mfumo imara katika maisha yako. Kwa hiyo zingatia hili. Hili linasema kila muamini anapaswa kuishi maisha ya utakaso. Kila muamini kama kuhani unapaswa kuishi maisha ya utakaso. Utakaso. Musa akaambiwa na Mungu, waambie wana wa Israeli wajitakase, maana nahitaji kushuka nikutane nao. Wakaanza kufua nguo,
Mungu akasema huu mlima mtu asifike kwenye mlima huu, hata mnyama usikanyage, kwa sababu ukikanyaga utakufa. Kwa hiyo kila mshirika wa Agano Jipya unapaswa kuishi maisha ya utakaso. Wazee wa kanisa, sijui kama mnaelewa ninachokisema. Mnaelewa kabisa. Mnatakiwa muwe makini. Mnatakiwa muwe makini, wazee wa kanisa. Mtego hauwezi ukafyatuka usivionasa kitu. Tarumbeta haiwezi kalia bila sababu. Lazima kuwa makini. Ukisikia habari ya utakaso, ni utakaso, huwezi ukajua. Na kuambia watu wangejua siku ya ujio wa Yesu, ingekuwa mbaya. Ndio maana Yesu akasema hakuna anayejua mbinguni wala hakuna anayejua. Maana yake wakeshe kila siku, wakeshe kila siku, wakeshe. Anasema atakuja kama mwivi. Muulize jirani yako, Yesu akirudi utakuwa tayari? Amekwambiaje? Mwambie kabisa, usiweke dosari maishani mwako, kwa sababu hiyo ndio kizuizi kitakacho kufunga. Tulikuwa tunaimba mzigo utabana mlangoni. Unataka kuingia, mzigo unakubana hapo hapo, hamna kupita. Maana kanuni ya kuutua ilikuwa huko. Sasa wewe ukafanya kiburi. Kwa hiyo saa ya kuingia, nikawa na mwanafunzi mmoja alisomea sekondari ya Tabora. Ile sekondari kulikuwa na hawa wanafunzi wa shule waliookoka. Sasa kulikuwa na dada mmoja alikuwa anampenda Yesu sana, lakini hajakubali sheria ya wokovu, lakini anampenda Yesu sana. Kile kilichoonyesha hajakubali sheria ya wokovu, alikataa kubatizwa. Akasema mimi nimeokoka, nimeshabatizwa maji madogo, hayo yanatosha. Kwa hiyo wakawa wanahubiri hapo shuleni, sio sekondari, sio ya Mazengo. Sasa ikabidi Mungu amchukue. Mungu alipomchukua, huku wanamuombea, huku sasa mahali pa kupita ili aende kwa Mungu, njia haipo. Fanya hivi na vile, hamna. Akashitukia linatokea lijitu, harafu na nyundo. Ikabidi limwambie, wewe ulikataa kubatizwa, kwa hiyo ulikataa njia, sasa nakupitisha kwenye tundu. Likaanza kumpigilia kwenye tundu. Kanyama kadogo kanaingia, kengine kanaingia, kengine kanaingia, mpaka nyama yake yote ikapita kwenye tundu. Ilipofika mbele ya Yesu, ikaungana yote. Ilipoungana, akaulizwa, kwa nini ulikataa kupita langoni? Sasa na kurudisha, uende ukawaeleze
wale watu wote wanaokataa kubatizwa ili wabatizwe, maana hii ndiyo njia. Akarudi huku, walikuwa wanaendelea kumwombea fufuke, ikabidi arudi. Alivyorudi akakaa kimya muda, baadaye akaanza kuongea. Ndiye akaanza kuongea aliyokutana nayo. Mimi nilisimuliwa na mshirika wangu, alikuwa ni injinia wa kiwanda cha Ruguru. Ndiye nisimulia, wakati huo yeye alikuwa ni mwanafunzi kwenye shule hiyo. Yesu asifiwe. Kwa hiyo kuna vitu watumishi wa Mungu wanaweza wakavisema kwa sababu walikutana navyo katika uzoefu wa utumishi. Usipokubali kugeuka na kubadilika, vinaweza vikawa tanzi katika maisha yako. Kwa hiyo ni muhimu kujitakasa. Ni muhimu kujitakasa. Bwana Yesu asifiwe. Fungua Mwanzo 35. Mwanzo 35. Mwanzo 35. Mstari wa pili. Mwanzo 35 mstari wa pili, Biblia inasema, Yakobo akawaambia watu wa nyumbani kwake na wote waliokuwa pamoja naye, ondoeni miungu migeni iliyoko kwenu, mjisafishe, mkabadili nguo zenu. Amen. Amen. Huu ulikuwa ni wakati muhimu wa kufanya matengenezo katika maisha ya kiroho. Akawaambia watu wake, watu wa nyumbani mwake waliokuwa pamoja naye, akawaagiza, ondoeni miungu migeni iliyo kwenu, mujisafishe, mkabadili nguo zenu. Kujitakasa ni kuyaondoa makasoro, kasoro zilizo juu ya jina lako, zilizo juu ya nafsi yako, zilizo juu ya maisha yako. Unaziondoa ili zisiendelee. Yesu asifiwe. Kila mtu anajua. Bwana asifiwe. Nasema Yesu asifiwe. Wewe hujifahamu? Mzee wa kanisa, hujifahamu? Unajifahamu? Wewe baba hujifahamu? Ukijipima wewe huoni kasoro ulio nayo? Hauioni? Wewe mama, ukijipima huioni kasoro ulio nayo? Kwa sababu miungu ni kitu chochote ambacho mtu anaweza kakiabudu tofauti na Mungu aliye hai. Kitu kinachoweza kuchukua muda wa kumwabudu Mungu, wewe ukakiabudu hicho, hiyo ni miungu. Biblia inaposema ukajitakase, maana yake ile miungu lazima uiangamize maishani mwako, isiwepo. Maana ikiwepo inakutenganisha na Mungu aliye hai.
Yakobo akahurumia jamaa yake, watu wa nyumbani mwake, akasema lazima hizi kasoro ziondoke. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo jioshe.